kushirikiana na sisi, na ndio Mwenyezi Mungu anavyoelekeza, lakini pia ndio nchi yetu inavyotaka, serikali yetu inavyotuongoza. Tunashukuru sana. Lakini tambua uwepo wa afisa ustawi wa jamii wilaya ya Ubungo. Nimshukuru pia kwa kuwepo. Wilaya ya Ubungo imekuwa ni miongoni mwa wilaya ambao tunashirikiana nazo sana. Tambue uwepo wa wote ambao wamefika, mabibi na mabwana. Niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kipekee nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sana. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, kwa sababu nafahamu na naamini wote miongoni mwetu hapa tuna ndugu, jamaa, rafiki ambao kwa namna moja au nyingine hawakubahatika kuiona siku ya leo. Hajabahatika wengine kuona mfungo huu, hajabahatika pia kuiona siku hii ambapo inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kesho naweza kuwa siku ya Eid. So nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa kutupa nafasi ya kuwa pamoja kujumuika nanyi. Kwangu ni heshima na faraja kubwa. Lakini pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupa nchi yenye amani, nchi yenye mshikamano, nchi yenye upendo. Na kutokana na upendo huo tuliokuwa nao, ndio maana siku kama ya leo tumekaa hapa kwa amani wote kwa pamoja. Ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie ukweli, amani ni jambo la muhimu sana. Wote mashahidi tunaona katika nchi tofauti tofauti huko sasa hivi, kama alivyosema kakaangu Zimbwela, watu muda huu wanatafutana. Mama amjui mtoto alipo, mume amjui mke alipo. Lakini serikali yetu hii inaongozwa na Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ikituongoza vyema na kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna amani, tuna upendo, tuna mshikamano, lakini ukiacha yote kuhakikisha kwamba inaweka miundombinu inayotuwezesha sisi kama Watanzania kufanya mambo yetu katika namna ambayo ina amani, namna rahisi. Kama leo tuko hapa viwanja vya Leaders, watu wamekaa vizuri kwa amani, kwa sababu mazingira haya yanaandaliwa au yameandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mtakuwa mchoyo wa fadhila sana nisipowashukuru ndugu zetu wa TCRA. Na hapa nina sababu kubwa sana kuwashukuru. Kuwashukuru kwa kutuamini kutupa leseni hii ya vyombo hivi vya habari. Leseni hii ndugu zangu ni dhamana kubwa sana. Chombo cha habari ni kitu kenye nguvu kubwa sana. Na kupata dhamana yake unatakiwa kuaminiwa sana na serikali. Kwa sababu unaweza ukaijenga taifa au ukalibomoa taifa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Shukuru timu iliyokuwa nayo kadri siku zinazozidi kwenda. Tunatumia leseni hizi kuhakikisha kwamba zinakuwa ni tija, zinakuwa ni chanya, zinakuwa ni chanzo cha maendeleo, chanzo cha furaha katika nchi ya Tanzania. Na hata jambo la leo isingelikuwa sisi tumepata dhamana ya leseni hii, isingekuwa serikali kutuamini, isingekuwa TCRA kutuamini, kutulea, kutuelekeza, naamini tusingeweza kuwa tumekaa hapa na umati huu uliokuwepo hapa kwa jambo hili kubwa tunalofanya leo. Ndugu zangu, kipekee niwashukuru sana 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 wote ambao wameshiriki katika jambo hili la mkono wa iftar. Sisi kama chombo, kwetu sisi jambo hili ni jambo muhimu sana.
kiacha tu dini kutuelekeza kwamba siku kama ya leo ni jambo muhimu, ni kitu muhimu kukifanya, lakini pia kama wanadamu, kama Watanzania ambao tumelelewa, tumekuzwa kwa upendo, ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye. Na sisi kama chombo, kwa dhamana ambayo tumepewa ya vyombo hivi, tukasema siku ya leo tuitumie katika vyombo hivi kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika navyo. Na moja ya faida ni jambo kama hili, mkono wa iftar. Mkono huu naamini light kama ingesema tu labda Diamond aje mwenyewe au Zembwela tu aje mwenyewe, tusingekuwa na uwezo wa kuwafikia, kuwagusa wingi wa watu hawa. Na nitawaambia tu ukweli, tuliogopa kutangaza kwa muda mrefu tutakabidhi lini na sehemu gani, kwa sababu tulijua kabisa ingeweza kuwa fujo kubwa na watu tunawakusudia siwafikie. Ndio maana tulitangaza jana tu, tukasema kesho leaders panapo majaliwa inshallah tutakuwa tunakabidhi vile vitu. Lakini zoezi hili lisingekuwa jepesi pasipo kushirikiana na watu, na kupitia chombo kimetusaidia kumobilize, kuunga, kushirikiana na watu, na niwashukuru sana watu mbalimbali wamejitoa baada ya kuambia tuna wazo hili, tunawaza kabla ya siku ya Eid al-Fitr basi tutoe mkono wa Eid kwa ndugu zetu mbalimbali, vituo vya watoto yatima, kwa watu wenye uhitaji, na wengine ambao pengine maskini ya Mungu Eid yao hii haijawakaribia vizuri. Tukasema basi sisi kupitia dhamana ya chombo hichi ama vyombo hivi habari tulivyopewa na serikali, tuitumie chanya katika kuwaomba watu, katika kuwahamasisha watu, kuwasisitiza watu kwamba jamani, tukusanyikeni kwa pamoja tuweze kutoa mkono wa Eid kwa ndugu zetu. Na kiukweli mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Watu wengi wamejitoa, makampuni, taasisi na watu binafsi, wasanii, viongozi wa kiserikali, viongozi wa makampuni, na mpaka mara ya mwisho nazungumza na mkurugenzi wa vipindi, namuuliza naomba nipatie jumla ya idadi ya vitu vilivyokusanywa. Tena hii ilikuwa ni jana saa 6 mchana. Anaambia mpaka sasa tuna mchele tani 3.5, tuna sukari tani 2.5. Zembeo naleta update. Okay. Tani 2.5, unga wa ngano kilo 925, tuna jeans 7,000, t-shirt 6,000. Na hizo zote jeans, tunaposema t-shirt ni nguo mpya kabisa. Nguo za mchanganyiko 150, maji katoni 200, chumvi katoni 8, mafuta, mataulo, tuna mbuzi, kahawa, magodoro, nguo, viatu, nywele. Anaambia paka kuna nywele pisi 100. Maana siku hili si wapo watu wanataka kuvaa nywele hawamvai.
zingine za shughuli zile. Basi hawa watu namna wanavyotupenda na kutunga mkono wametuletea mpaka nywele. Lakini tuliwaomba ndugu zetu wasanii. Unajua wasanii ni miongoni mwa watu ambao wananunua nguo nyingi sana, halafu ni za gharama sana. Kwa msanii ananunua nguo tu ya 600,000, nguo ya milioni. Unaona akienda kwenye red carpet sometimes nguo anaovaa. Tukawaambia, na kwa sababu mimi nafahamu mara nyingi zile nguo akizivaa wazirudii, kwa sababu akizirudia wanaogopa watachambwa mtandaoni. Kwa mtu akivaa mara moja tu kaiacha. Tukomba ukiziweka ndani hampati baraka. Tuleteeni sisi tukawape watu wakivaa nguo. Nakumbuka bwana nguo hii alivaa Zuchu Sefrani. Nguo hii alivaa Fani Sefrani. Ile post ninayoona Fani anachambwa kumbe ndo alivaa nguo hii. Yaani zote mnakopa zipo. Na niwashukuru sana wasanii na maselebrity tofauti. Kiukweli wengi wamechangia na vyote tuko navyo hapa. Tukasema jambo hili ni la haki. Tutavileta vyote. Uongozi umeweka utaratibu sahihi ya kuhakikisha kwamba tunaviwasilisha kwenu. Ndugu zangu, ningeomba kwa upendeleo niwashukuru sana timu yangu, taasisi yangu ya Wasafi. Wafanyakazi wote wa Wasafi, wadau wote wa Wasafi, lakini kwenye hii nipendelee sana wafanyakazi wenzangu wa Wasafi. Kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana. Hili jambo tumelizungumza kupita siku kama 4 au 5 nadhani. Lakini nguvu kubwa walioifanya ndio imepelekea mpaka leo tumesimama hapa na kutukusanya hivi vitu. Kwa hiyo ndugu zangu Wasafi, mimi nawashukuru sana. Inshallah Mwenyezi Mungu awabariki sana, wajalie kila heri kwa jambo hilo mlilofanya kwa sababu ya Allah. Kwa sisi kama taasisi ya Wasafi, jambo hili kulifanya jambo muhimu sana. Kwa sababu licha nyinyi kuwa wasikilizaji wetu, lakini Watanzania wenzetu, miongoni mwao kuna Waislamu wenzetu, kuna Wakristo wenzetu. Sasa tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba jambo hili tunalifanya, na ndio fahari yetu. Napopewa dhamana ya leseni, sio tu kutangaza umbea. Unasikia Lukole kamchamba huyo, hapana. Kiacha mambo ya umbea, je, mnawasaidiaje watu, mnagusaje watu? Na hii ni miongoni mwa maelekezo ambayo serikali inatuelekeza, ama leseni tunazopewa zinatuelekeza. Kwa maneno hayo mafupi, niwashukuru wote mliokuja, na sasa ningeomba kwa kipekee nimkaribishe dada yangu katibu tawala wilaya ya Kinondoni, kimwakilisha mkuu wa wilaya ya Kinondoni, azungumze mawili matatu kabla ya kuanza rasmi zoezi. Zoezi hili tunataka tulipeleke haraka. Tulipeleke chap chap, tuwasilishe. Na dadangu karibu sana.